Naam, ni siku nyingine na kwa mara nyingine tunakutana hapa katika studio zetu za Online TV na kualika na kukaribisha katika kipindi bora kabisa, kipindi maalum ambacho tunakuletea elimu kuhusiana na historia ya hija. Hija yenyewe ni nini, lakini pia miji mbalimbali ambayo inapatikana katika mji wa Maka na Madina. Na leo karibu katika kujua historia ya mji wa Madina, lakini pia utukufu wake na utukufu wa mji wa Madina. Tuko naye hapa Al-Akhi Sheikh Muhammad Salim Ahmadi, atatueleza hapa kuhusiana na hiyo historia. Karibu sana. Asante sana. Na kama ulivyomsikia hapo, mimi na majina ndio Ali, lakini nyuma kamera ni wa Nura Salum pamoja na Khadija Hadi. Karibu sana. Leo tunazungumzia kuhusiana na utukufu wa mji wa Madina pamoja na msikiti wa Madina. Tueleze kuna utukufu gani, labda kuna historia awali ilipita ambayo ndio ilileta ama ilisababisha kuwa mji mtakatifu pamoja na msikiti mtakatifu. Asante. Naam, ndugu mtangazaji, kiuhalisia mji wa Madina ni katika jumla ya miji mitukufu, au kama tulivyosema katika rekodi zilizopita kwamba miji miwili duniani ni katika miji mitukufu sana, mji wa Makka na mji wa Madina. Mji wa Makka tumeshauzungumzia na namna Mwenyezi Mungu alipouapia, lakini pia vile vile mji wa Madina ambapo leo mada hii tutasimama hapo. Utukufu wake ni mwingi sana ambao hauelezeki, kusema ukweli hauna kifani. Na katika jumla ya utukufu wake mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, inna Allah harrama Makka wa inni haramtu al-Madina fama baina labatayha la yuqta'u shajaruha wala yuswadu sayduha. Akasema inna Ibrahima harrama Makka, Sayyidina Ibrahim ameitukuza mji wa Makka, na mimi nimeutukuza na nimeupa heshima mji wa Madina, sehemu iliyoko kati ya milima miwili ambayo inatenganisha kati ya haram na sehemu nyingine. Hairuhusiwi mtu kukata miti yake wala hairuhusiwi kuwinda mnyama yoyote katika eneo hili. Ufahamu kwamba unayenitizama na mtangazaji hapo, katika mji wa haram, yani mji wa Makka na Madina, kuna sehemu inaitwa haram. Yani hizo sehemu maana yake zina ulinzi mkubwa sana. Kwanza zinalindwa na malaika, yani malaikatur rahman ndio wanaolinda sehemu hizo, Makka na Madina. Lakini pia Masihi Dajjal tunaelezwa katika mwishoni mwa zama, yeye atatembea katika dunia nzima isipokuwa hawezi kuingia miji miwili, Makka na Madina. La ilaha illa Allah. Hii ni kutokana na utukufu na ulinzi uliowekwa ndani ya miji hiyo. Mtume sallam anasema, mtu yoyote atakayethubutu kuingia katika haram ya Makka au Madina kwa nia mbaya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamfedhehesha, lakini pia atalaaniwa mtu huyo na malaika na viumbe wote ulimwenguni. Lakini pia katika mji wa Madina Mtume sallam kazungumzia ile thamani yake na utukufu wake mpaka watu wanaoishi Madina. Mtume sallam akasema, man akhafa ahla almadina akhafahu Allah wa alayhi la'natullahi wal malaikatu wan nasu ajma'in la yaqbalu Allahu yawma alqiyamati sarfan wala adla. Mtu ambaye atakayewatisha watu wa Madina, basi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamtisha na atamfadhaisha na atamfedhesha pia katika ulimwengu, na itamlazimu mtu huyo kupata laana za Mwenyezi Mungu na malaika na watu wote duniani. Lakini pia Mwenyezi Mungu hatumkubalia sala zake anazoswali za fardhi wala za sunna. Hii kuonesha kwamba watu wa Madina, watu ambao hatakiwi kuudhiwa wala kusemwa vibaya. Nini? Kwa sababu ya sharafu inayopatikana katika mji ule wa Madina kwa mengi. Kwanza ni sehemu ambayo amelazwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye Mtume sallam amefia Madina na amezikwa Madina. Lakini kama haitoshi, ndio mji ambao amepokelewa vizuri Mtume sallam katika mji ule wa Madina, na wamemhami vizuri, ameishi vizuri katika mji wa Madina, na mengineyo ambayo tutakuja kuyazungumza mbele ya kipindi chetu hichi kitukufu katika TV yetu ya Online.
Bila shaka mtazamaji wa Jar Online TV, umesikia kuhusiana na utukufu ama utakatifu wa mji wa Maka, lakini pia msikiti wa Maka, msikiti wa Madina, tuangalie nao utukufu wake. Utukufu gani msikiti wa Madina? Bismillahir Rahmanir Rahim. Utukufu wa msikiti wa Madina pia nao hausemeki, utukufu wake ni mkubwa sana. Fikiria, Mtume sallam anasema sala itakayoswaliwa katika msikiti huu wa Madina ina thamani ya daraja 100,000 kulinganisha na misikiti mingine. Swala itakayoswaliwa msikiti huu wa Madina ina daraja ya sala 1,000 ukilinganisha na misikiti mingine, ukiutoa msikiti wa Maka. Anasemaje? Sala itakayoswaliwa katika msikiti huu wa Madina thamani yake ni daraja 1,000 ukilinganisha na misikiti mingine, ukiutoa msikiti wa Maka. Msikiti wa Maka daraja lake swala moja tu inafana na swala 100,000 ukilinganisha na misikiti mingine. Msikiti wa Madina swala moja itakayosaliwa iwe ya sunna au iwe ya faradhi, daraja lake ina thamani ya sala 1,000 ukilinganisha na misikiti mingine. Kwa hiyo wangu, huu sio utukufu mdogo. Lakini lingine, msikiti wa Madina unapata utukufu ni msikiti ambao aliasisi mwenyewe Bwana Mtume sallam. Yeye alijenga kabla bado ambapo kuwa katika hali ambayo sasa hivi upo. Mwanzo Mtume sallam alipofika tu Madina, cha kwanza alijenga msikiti huu katika sehemu hii ya Madina mjini pale. Alijenga msikiti. Baada ya kujenga ile msikiti akawekea taratibu zake ambazo tutakuja kuzungumza baadaye, ikiwemo na kwamba ule msikiti ulikuwa ni sehemu ya ibada. Lakini si ibada tu, bali ule msikiti ulikuwa ni hospital, ni hospitali. Nyuma kule msikiti watu walikuwa wanatibiwa, wanaombewa dua, wanatibiwa ala kule hali. Lakini si hivyo, ilikuwa ni sehemu ya makazi ya Ahlusufa. Ahlusufa ni watu wanyonge ambao walikuwa hawana uwezo, ni mafakiri wao. Kwa hiyo ilikuwa wao wanakaa kule wanasaidiwa, akiwemo Sayyidina Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Lakini pia vile ilikuwa ni sehemu ya kitovu cha elimu, watu wanasomeshwa kule, masahaba radhiyallahu anhum wakisomeshwa darsa ndani ya msikiti wa Madina. Na mengineyo, ilikuwa ni mahakama ya kuhukumu kesi za watu, wanandoa wote kesi zao zinamaliza kule, wale wenye visasi, wenye nini, wenye mambo, wenye makesi chungu mzima zilikuwa zikimalizwa katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ilikuwa ni msikiti ambao ulikuwa umetaarab na mambo mengi ya kijamii, ule msikiti wa Madina. Lakini pia tukiendelea kutaja utukufu wake, kama tunavyosema, ni msikiti ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amezikwa ndani ya msikiti ule. Na tunaambiwa sehemu ambayo amelazikwa mtukufu wa daraja ni sehemu tukufu. Lakini si yeye tu, bali na maswahaba wake Sayyidina Umar na Sayyidina Abu Bakar wamezikwa ndani ya msikiti ule. Kwa hiyo inapatikana sharafu kubwa sana uwepo wa hawa watukufu, lakini pia vile vile Mwenyezi Mungu kaingia hapo, ameujalia mji ule kuwa ni mji mtukufu na waja wake wanaoishi katika maeneo haya. Na waja wake kama walivyoishia shirika wangu hapo, wanaoishi katika mji wa Madina, na wao pia wana daraja zao. Sahihi. Naam, sisi tukushukuru sana wewe mtazamaji kwa kuendelea kutufuatilia, lakini nakwambia usichoke, bali huu si mwanzo, ni mwendelezo. Na kadri tunavyosonga mbele tunahabarisha, lakini tunakupa elimu kuhusiana na miji mbalimbali mitakatifu. Inawezekana unaijua, inawezekana pia huijui, lakini kupitia Jar Online TV, kipindi bora kabisa hiki, tunakupa elimu hii ya kuijua miji mitakatifu ambayo inapatikana katika mji wa Maka, lakini pia mji wa Madina. Nikiongezea katika jumla ya utukufu wa msikiti wa Madina, kuna sehemu ni Tarawdatu Sharif. Taib, hiyo ni sehemu ni tarawda. Mtume sallam ameizungumzia, atakidiriki kuswali maeneo ya raudha, basi ujira wake anaandikiwa kana kwamba yeye ameswali sehemu ya peponi. Naam, Mtume sallam anasema baina baiti wa mimbari rawdatu min riyadhil janna, sehemu iliyoko kati ya nyumba yangu, alikuwa anaishi mwenye Mtume, na mimbari ambayo alikuwa anatolea khutba Mtume, pale katikati ni raudha, ni kiwanja miongoni mwa viwanja vya peponi. Wanasema maulama, ile sehemu siku ya Kiyama italetwa, nafsi ya ile sehemu itainuliwa, ile itapelekwa peponi, ile sehemu yenyewe. Wanasema baadhi ya maulama wanasema hivyo kwa utukufu wake kwa ile sehemu.
Nashukuru alhamdulillah, mimi nimewahi kupata bahati ya kutabaruku pale raka kadhaa pale. Lakini pia vile vile baada ya Raudha pembeni hapa ndiko alikozikwa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lakini baada ya Mtume sallam pembeni tena kidogo kama kiasi ya dhiraa moja ndipo alipozikwa Sayyidina Abubakar. Siku anakufa Sayyidina Abubakar alihusia kwamba anaomba atakapokufa yeye azikwe jirani na Bwana Mtume kiasi cha dhiraa moja. Basi watu alipofariki wakachukua ile usia ambayo aliusema Sayyidina Abubakar, akazikwa jirani na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena wanatuambia tu historia, siku aliyokufa Bwana Sayyidina Abubakar ndio siku ile ile aliyokufa Bwana Mtume. Mtume sallam kafa siku ya Jumatatu na Sayyidina Abubakar kafa Jumatatu. Mtume amekufa akiwa na umri wa miaka 63 na Sayyidina Abubakar kafa na umri wa miaka 63. Naam. Lakini pia vile vile pembeni kidogo ndipo alipozikwa Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Na yeye tunasemekana alimtaka ruhusa mama Aisha kwamba naye atakapokufa basi anaomba ruhusa naye azikwe jirani na hawa marafiki zake. Kwa Mtume sallam mkwewe na Sayyidina Abubakar rafiki wa Bwana Mtume, basi na yeye apate baraka ya kuzikwa pale. Na kweli wamezikwa hao, na tukienda pale tunaenda kufanya ziara. Na pia tukumbuke kwamba Madina sisi hatuendi kufanya hija, bali kule kuna ziara ambazo zinafanywa tu. Hija inafanywa Makka, kwa umra na hija zinafanywa Makka. Kule Madina tunakuja katika ziara. Kwa hiyo miongoni mwa utukufu ambayo umeheshimisha pia msikiti ni pamoja na hizi taratibu au hizi taarifa ndizozitoa za kuwepo Raudhatu Sharif, lakini pia kuwepo kulazwa Mtume sallam na masahaba wake pamoja na ardhi yenyewe yote imebarikiwa tukufu. Naam, asante sana Sheikh wangu, nakushukuru sana. Hadi kufikia hapa sasa hatuna la ziada. Mimi namoja naitwa Masud bin Ali, lakini nyuma kamera naonda Salum pamoja na Khadija Haji. Asante Ujai Online TV, wema kwa vitendo. Asante. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.